Roho Mtakatifu ameniingiza kwamba usiambie watoto kitu chache. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla hazijaja siku zilizobaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla siku mbaya hazijaja. Unajua msisitizo mkubwa hili aliko upo kwenye maisha ya maandalizi. Amen. Lakini maandalizi ya maisha yako, lakini maandalizi ambayo yanategemea sana muunganiko na Mungu. Ndio nasema kumbuke Mungu siku za ujana wako. Ile neno ujana wanaongelea habari ya maandalizi. Kwa hiyo fanya maandalizi, lakini unafanya maandalizi lazima uwe na backup ya Mungu. Tunaona Moja kwanza katika stage zote za wanadamu, utoto mpaka uzee, stage ya ujana ndio nyeti sana kuliko stage zote, kwa sababu chochote hata anachokifanya kinaamua hatima. Vijana kwa muda hii bonus Mungu ameomba katika stage zote za wanadamu anazopitia duniani. Kuna utoto, kwanza mtoto akiwa kiunoni mwa mzazi. Biblia inaweza kuwa elimu ya kuandaa watoto wakiwa kiunoni mwa baba, na hii inaipata kwenye Waebrania. Unaona kuna revelation hapa pale namna kuandaa watoto wako, na ndio maana tunaambia mzazi una uwezo wa kuamua kuzae watoto gani duniani. Kunategemea unaofahamu gani kiasi gani wa kuombea na kutengeneza mazingira watoto wako kiunoni. Mbili, kuna maandalizi ya kumwandaa mtoto akiwa tumboni kwa mama, na kuna maneno ya kumlelea, na unaweza ukashiriki uumbaji wa mtoto akiwa tumboni kwa mama. Lakini tatu, siku atakapozaliwa pale leba, utakapompokea kama baba. Tafiti tumefanya wasikilizi, ukimpokea pale baba, maneno gani utamwambia mtoto mwanzo? Shujaa, mtu hodari, tajiri, mtu mkuu duniani. Unaanza kuongea maneno pale kumkaribisha. Yale unayoongea yanapigwa maka na wanasimamia. Wengine kwenye bila na kambi ya giza wanapompokea mtoto wanaanza kumnenea pale pale hivyo ya kichwa, kwa sababu ndio maneno ya kwanza yanayoweka msingi mkubwa kwa mtoto akiwa. Lakini pia kuna maandalizi ya kumwandaa mtoto akiwa mtoto kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 16, 17. Alafu kuna swala miaka kuanzia 15, 18 ambao ni ujana unaanza mpaka 35. Kuanzia 36 ni utu uzima mpaka 59. Kuanzia 60 uzee unaanza kuingia. Katika stage zote hizo, stage ya ujana ndiyo stage ambayo nyeti, chochote unachokifanya kinaamua hatima yako. Vijana naomba mtafanya. Ukisoma research, utafiti ambao umefanya duniani wa matatizo, imegundulika na mtazamo asilimia zaidi ya 95 ya matatizo ambayo watu wazima na wazee wanayokabiliana nayo, yawe kiuchumi, yawe kwenye ndoa, yawe kwenye afya, yawe kiimani, imegundulika matatizo mengi yaliingilia huyo mtu akiwa kwenye stage ya ujana. Saizi unaweza ukacheza tu, ruka na wanaume, ruka na wanawake, sidamu ibaki kwenye moto, fanya unaweza kufanya, ukadanga, unaweza ukadanga, kunywa pombe, utabangi, cheza, tumia muda mwingi kuangalia movie, cheza kamari, beti, muda unaenda tu na muda msubiri tu. Halafu utafika muda utagundua kwamba ningesoma, ningetunza hela, ningetunza vyama. Muda huo wakati zako wanafurahia maisha yako, wewe uko siku. Usinizike data, Mungu anaongea na kitu cha muhimu sana kwenye maisha yako, hatima yako. Na wengine hapa, wengine wanapata kiburi hata Mungu amesema nao hawasikilizi kwa chochote, kwa sababu baba
ana mali, kwa mimi nitarithi. Huu ni upumbavu wa Yesu. Unasoma maana gani? Sikiliza kama mtazamo. Hata kama babako ana maduka na utajiri, huo ni wa kwake yeye na mke wake. Tafuta wa kwako. Tafuta wa kwako. Lakini pia bia hii kusaidia na maafisa wengi sana ambao ni mahakimu wanaeleza kesi mahakamani. Asilimia kubwa kesi zojaa ni wajane na yatima, wazazi walipokufa tu, wajomba na washangazi, mafarao yasiyojua Yusufu, wakaja wakabeba mali zote. Ndio utajua kwa wakati ningejua ile hazina alikuwa anaweza ikasoma, ingesoma kwa bidii. Ndio kijana mali bote ulipokana ya mwambie Mungu akusaidie sana. Haleluya. Zaidi ya 95% ya wanadamu duniani maisha yao yanajengwa na yanaharibiwa wakiwa miongoni. Hata wazee wako hapa, asilimia kubwa wazee wako hapa, watu ambao wanahangaika hela hawana, wanahangaika maisha ya wengi, waliharibu maisha yao kwenye sehemu ya ujana. Wanasikiza mwanadamu yeyote akiweza kupona, nakusikiza vijana wa miti, mwanadamu yeyote akiweza kupona na kupata wasimamizi wazuri wakamsaidia kumpa dira katika sehemu ya ujana, mtu huyu atakuwa hodari na atafanikiwa dunia. Kwa hiyo wakati wa umri wa ujana ni wakati sahihi wa kufanya maamuzi sahihi, maandalizi na kutengeneza kesho yako. Sasa wewe muda huu ni kwa hiyo kutengeneza kesho yako. Wewe muda huu badala kutengeneza kwa maana kusoma vitabu, kutengeneza kwa Mungu, tafadhali ukana watu waliotangulia kufikia hekima, wewe muda huu unautoa, unaupa mufi. Muda huu unautoa, unaipa kamari. Muda huu unautoa, unacheza buru. Muda huu unacheza tatu. Muda huu unaipa kwa ajili ya kusulasula mtu hapa na sulasula. Ukimuuza kusulasula nasema kutembea kule sio sana kaburi. Okay? Endelea kuzula. Tunacheka lakini nauliza. Na hivi napoongea hivi, na asante Mungu hatutakufa. Na kwa sababu hatutakufa, tunapeana tu miaka 5 au 10 mbele kuanzia sasa. Kuna watu baada hapo watakumbuka neema. Kwa maana hii ningejua. Angalia picha bora. Mbona hiyo picha bora? Hii picha bora. Ndio sehemu yako. Wewe uende kushoto au uende kulia. Uende kushoto, uende muda wako, poteza muda wako, fanya lolote mizana utani. Sikiliza, tunataka kwamba umaskini, magonjwa, mateso na vitu aibu itakuwa dunia yako na kufa vibaya. Lakini kama utaamua kwenda huku kusudi maisha bora, utajiri, nafasi kubwa ya uongozi, biashara nzuri, nyumba nzuri, makampuni makubwa na utajiri utakuwa upande huu. Chochote unachoamua aidha kinakutupa kushoto au kinakutupa kulia. Ni rahisi kuanza kupiga stori na wenzako na lidanganya, ninatamani kuwa bilionea. Ninatamani kuwa bilionea huko wapi? Natamani kuwa bilionea shida huko. Sawa. Na wenzako mnaona wanatamani kuwa bilionea, wako shambani wanafanya kazi kwa bidii, wamepewa eka moja, wanaipeleka shamba isimamie mpaka ikuwe elimu mpaka mbele ya mtaji. Waona sura mnakuta wapi? Alafu hapa yeye anasema nimeoga. Hakuna nimeoga, wewe ndio mchawi wa maisha yako. Hakuna mtu anayemchukia dunia hii kama tunasema kipi ya nguvu za giza, nguvu za giza, nguvu za giza. Na ndani na Yesu. Haleluya. Wewe amua. Aidha kayo haoni picha hizo. Aidha wewe tumia muda mwingi angalia chati na simu zako, pitia cheka na vichekesho na movie na vikatuni kama hivi. Halafu wenzako wanakubiza wanasoma na kusoma. Halafu baadaye wanatamani kufanya nao. Haiko nje. Utakuwa mtumwa wa watu sio. Soma hiyo. Soma hiyo. Wengi wako hapa. Wengi hawataki. Au angalia wao. Wewe kesa kuangalia movie na tamthilia, wewe unashirikisha sana kuchinja huko sawa. Angalia kufurahia movie za Nigeria, za Filipino, si movie sio wapi. Wenzako wanashinda barazani pa Mungu kutafuta amani ya maisha yao.
hawaelewi. Wasasi wakiuliza hawana malezi juu yao, wanashinda kumuuliza Mungu. Wewe unashinda kuangalia ufu. Wanasusa wenzako. Haya maisha hayatengenezwa, hayatoki kwa miujiza. Haya maisha hayatoki kwa miujiza. Kasema watu angalia kwa usiangalie chini, angalia kwa. Haya maisha hayatokei kwa miujiza haya. Hata nikiongea hata wazima hapo, watu wazima wanaangalia kwa maana anajua hii kitu ni kama wanasema ni mbinguni, sio mbinguni, mbinguni yani tu hapa. Mgeukie mwanamke mahali pote au baba, mwambie mara mwisho kwa kama vile unaoni na mke wako na watoto wako na mume wako kwa nini? Muda wote tu kama mlizo wamepika huko bizi huko uso bizi huko kauso. Angalia hiyo picha. Haya maisha hayatokei kwa miujiza. Lazima uyatengenezwe. Haya, unatoka out na watoto wako na mke wako na mume wako, mnafurahi. Lakini hiyo lazima iwe prepare, kwa sababu huyu mwanaume hatakaje kuoa. Wengine hawapendi kuoa mwanamke ambaye ameshazaa. Anataka mwanamke ambaye alipiwa na wao kutunza msichana wako. Kabisa. Haleluya. Haleluya. Sasa wewe maisha yako jiandae hiyo picha. Mbona hiyo picha? Mbona hiyo picha? Wengine hapa nifanya nisima data baada ya miaka mitano kwa hapa. Ukimtazama udada ana msongo wa mawazo kuliko maelezo. Alipewa nafasi. Na alicheza kama mwingine. Wengine kwa kujipaka wazazi. Binti, puza msichana wako. Niache. Umepita na wakati. Wewe ni koloni. Hujui unashangaa dunia. Unaruka na wanaume kwenye malori hapo. Unajitenga hapo, unajitembeza kwenye malori. Sawa. Subiri muda utafika. Muda unaweza kusema uongo. Mbona hii? Hii kwa utotoni. Unita tena kama sisi sana tatangia siku. Alafu nisaidie kama realization. Wewe angalia movie tu. Mbona hii picha bora ya mwisho? Mbona hii picha? Unaangalia video, unaangalia simu, unaona tunakumbusha mbele. Makofi sana. Ili kutumia zaidi ya saa moja dakika 20. Sio mchezo. Makofi sana kwa Yesu. Niende kukumbusha